Please, naomba tunaongea na wewe. Sema the power of sacrifice. Shetani ashindwe, sema nguvu ya dhabihu. Angalia jirani kwa nini haongei, mwambie nguvu ya dhabihu. Hallelujah. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Tuko na aina nyingi ya matoleo, lakini matoleo ya dhabihu ni matoleo mzito na si matoleo ya kawaida. Na tunapaswa kuelewa ya kwamba kuna mambo ambayo yalitendeka kabla ya mambo mengi kuweza kutendeka. Tunasoma Genesis chapter 1, tunaona Mungu akianza kuziumba mbingu na nchi, akijaribu kuweka vile ambavyo anataka. Chapter 2 tunaona anaanza kwa kumbariki mwanadamu, kumfanya mwanadamu na kumposition mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Chapter 3 tunaona shetani anakuja kumtoa mwanadamu, kumshawishi mwanadamu ili aweze kumtoa mahali ambapo Mungu alimweka na kumtoa katika makusudi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anakuwa wa kwanza kutoa dhabihu kwa ajili ya kufunika uchi wa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anakuwa wa kwanza kutoa dhabihu, anachinja kwa sababu ya kuficha uchi wa mwanadamu. Anachinja kwa sababu ya, jina la Bwana litukuzwe, anachinja kwa sababu ya. Chapter 4 tunaona mwanadamu anaanzisha familia, anaongezeka, na tunaona wandugu wawili pia wanapokuja kufanya ibada za matoleo. Na hawa wapendwa wawili wanafanya matoleo kabla ya sheria kuanza. Matoleo ilikuwako. Haleluya. Kabla ya vitu vingi, mipangilio, mitarakara, sijui nini kufanyika, matoleo ilikuwa imeanza kitambo. Bwana Yesu asifiwe. Matoleo ilikuwa imeanza kitambo. Kwa hivyo kumtolea Mungu ni mzee sana kushinda hii mambo ingine imekuja juzi. Hiyo ni kitendo ambacho kilianza zamani. Hii ni tabia ya Mungu, na Mungu ndio wa kwanza tunaona ya kwamba anatoa kwa ajili ya. Mungu ndio tunaona ya kwamba anatengeneza shamba la Edeni, alafu anaisacrifice kwa mtu mwingine, anampatia, anamuweka hapo. Kwa hivyo hii ni tabia ya Mungu wetu. Na leo nimekuja kusema ni vizuri kuiga tabia ya Mungu Baba, kwa sababu italeta mabadiliko katika maisha yako. Jina la Bwana litukuzwe. Na vya kushangaza siku ya leo, kama kuna ufalme umetilia maanani na umesisitiza kwa lazima kuhusu sacrifice na kutoa, ni ufalme wa giza. Ufalme wa giza umeenda zaidi kutushinda sisi, na kazi ya shetani ni kuiga. Shetani si mwanzilishi wa chochote. Shetani chochote utaona akifanya ameiga kwa ufalme wa Mungu. Shetani aliona vile ambavyo nguvu ya sacrifice inafanya, nguvu ya kutoa inafanya, kumtoa Yesu sacrifice, vile ambavyo inafanya. Akasema hii tutachukua, hii tutachukua, hii tutatumia. Akaona kwa ufalme wa Mungu vile imeleta mabadiliko, vile imeleta mabadiliko. Akasema hii pia si tunahitaji tuitumie kuleta mabadiliko kwa ufalme wetu. Na ndio maana siku ya leo ufalme wa giza unatoa zaidi. Watu wakiingia kwa Illuminati, watu wakiingia kwa ushetani, hawaambiwi watoe shilingi 5, hawaambiwi watoe milioni 1, wanaambiwa watoe kile ambacho hakiwezi kikanunuliwa. Toa mama yako, toa baba yako, toa mtoto yako, na anaambiwa ukitoa maisha itabadilika, ukitoa utaishi vizuri, ukitoa utakuwa na pesa. Mtu anaamua kutoa mama yake. Kutoa mama yako si kawaida. Hii ni sacrifice mzito sana. Watu wanatoa kwa shetani ili wapate pesa, ili wapate pesa. Kama ninyi mlio waovu mnajua kupea watoto wenu vitu vilivyo vizuri, je, Baba wetu wa mbinguni inamaanisha kwa ufalme wa Mungu sacrifice na matoleo ina nguvu zaidi.
tofauti. Mtu yeyote anatoa mahali popote, si kanisani peke yake. Huyu mtu maisha yake sio wa kawaida. Na leo nataka nikuonyeshe ni vizuri uelewe na ujifunze kutoa na sababu katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Tukimbie kitabu kile cha Mwanzo 4 kuanzia pale 1 katika jina la Yesu Kristo. Ama tuanzie pale 3. Mwanzo 4:3 nasema, ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao. Kaini akafanya nini? Ongea na mimi. Kaini akafanya nini? Kaini akaleta mazao ya ardhi, akaleta kuwa nini? Sadaka kwa Bwana. Akaleta sadaka kwa nani? Akaleta sadaka kwa Bwana mazao yake ya ardhi. Tuendelee mstari wa 4. Habili naye pia akaleta. Bwana Yesu asifiwe. Habili naye pia akafanya nini? Akaleta wazao wa kwanza. Habili ameleta, lakini analeta tofauti. Kutoa sio shida, lakini mpendwa, jinsi unavyotoa iko na nguvu. Kaini ameleta, Abeli ameleta mzao wa kwanza. Kaini ameleta mazao ya ardhi. So Kaini alienda akachukua akamletea Bwana, lakini Abeli alienda akachagua akamletea Bwana. So wote wawili wanatoa, lakini wanatoa tofauti. Leo nimekuja kuanza kukujulisha kwa sababu Ukristo na kutoa ni sehemu ya maisha yetu. Kuanzia leo, hapana toa, jiandae kutoa, kisha baadaye chagua cha kumtolea Mungu. Always prepare to give. Hii inamaanisha kwamba Abeli akakaa chini akajiandaa kutoa, na alipoingia katika zizi lake alianza kuchagua cha kutoa. Hakuchukua akatoa, alianza kuchagua cha kutoa, maana alitoa tofauti na Kaini ndugu yake. Leo nimekuja kukuambia nambari ya kwanza, jifunze kujiandaa kutoa. Katika nyumba ya Mungu watakao faulu ni wale ambao hujiandaa kabla ya. Lazima ujifunze kujiandaa kwenda kumwabudu Bwana. Lazima ujifunze kujiandaa kwa ajili ya ibada. Hakuna vile tutaamka na tuingie kwa ibada na ikuwe rahisi. Tutakuwa na kazi ngumu ya kukuja hapa kukuprepare. Inatupea kazi ngumu hapa. Lazima tutafute, lazima kama vile mama alifanya asubuhi. Ni wewe anajaribu kukuconnect. Maana kuconnect mtu mwenye yako kuwa prepare, hiyo ni mzigo mwingine ngumu sana. But somebody ambaye aliprepare kukuja kanisani, huyu jamani dakika moja pale ameshika line, anajua kenye anafanya. Na that's why kanisani tuko na watu wengi hawajui ni nini wamekuja kufanya hapa, maana hawakujiandaa kukuja kanisani. Leo iwe ya mwisho kwa jina la Yesu. Kuanzia Jumapili ijayo, anza kujiandaa. Anza kujiandaa. Anza kujiandaa. Sema jiandae. Sema nitajiandaa. Sema nitajiandaa. Ya pili, alichagua na alikuwa anajua ya kutoa. Kwa akili yake alikuwa amejua ya kumtolea Mungu, lakini Kaini alienda akachukua akatoa. Lakini Abel kwa akili alikuwa amejua ya kutoa. Sitatoa kondoo yoyote, nitatoa mzaliwa wa kwanza. Kwa hivyo alipoingia kwa zizi alianza kutafuta wazaliwa wa kwanza. Bwana asifiwe. Alipoingia kwa zizi alianza kutafuta mzaliwa wa kwanza mgani. Kondoo walikuwa wengi. Sema walikuwa wengi. Sema walikuwa wengi. Haleluya. Yeye hakuchukua tu akaenda kutoa. Alianza kutafuta. Alichagua ya kutoa. Alitafuta ya kutoa.
Abeli anasema sio hii, Abeli anasema sio hii, Abeli anasema sio hii, Abeli anasema ndio hii, ndio hii, ndio hii. Haleluya, Bwana asifiwe. Tuache kwenda kwa Mungu kana kwamba tunaenda sokoni. Tujifunze jinsi ya kwenda kwa Mungu wetu. Nasema tujifunze kwenda kwa Mungu wetu. Haleluya. Abeli akaleta wazaliwa wa kwanza. Akaleta nini? Wazaliwa wa kwanza. Habili naye akaleta wazao wa kwanza wa wanyama. Alileta wa nini? Wa wanyama wake na sehemu zilizonona. So kwa ile mzaliwa wa kwanza akaenda zaidi, akachagua sehemu iliyonona, akachagua the best kwa sababu ya Mungu. If you prioritize your God is going also to prioritize you. Ukimchukulia Mungu ni wa maana, atakuchukulia wewe ni wa maana. Ukimhesabia Mungu sehemu iliyo nzuri, Mungu atakuhesabu kuwa hata wewe sio wa kawaida. Sema amina. Sema amina. Akaleta sadaka kwa Bwana, akaleta sehemu zilizonona za wanyama. Bwana akamtakabali Abeli. Nambari ya kwanza akapata kibali. Sacrifice katika kutoa kutakusababisha kupata kibali, lakini si kutoa tu kwa aina yoyote. Sio kutoa kwa aina yoyote. Mungu akaangalia, akampata kibali mbele za Bwana huyu Abeli. Biblia inasema Bwana akamtakabali Abeli na sadaka yake. Vitu viwili, sadaka yako inapaswa kukubalika na hata na wewe unapaswa kukubalika. Hiyo inamaanisha kwamba when we are giving, Mungu anaangalia what we are giving, how are we giving? Because you are giving itafanya ukubalike, and you are giving itafanya ukubalike. Your giving iko na nguvu kwa sababu kutoa ni kiroho, kutoa sio kimwili. Na namba 2, pesa sio kimwili, pesa ni roho. Pesa huongelesha mioyo ya watu. Pesa inavunja ndoa. Pesa inavunja ndoa. Tangu apate pesa, ameweza kufanya nini? Ameweza kulinda. Pesa inasababisha mtu alinde. Pesa inalingisha mtu. Tangu apate pesa, madharau. Pesa inapea watu madharau. Tangu apate pesa, anadharau mke wake. Pesa inatuma udharau wake. Kwa hivyo pesa si ya kawaida, maana pesa hudeal direct na moyo ya wanadamu. Amen. Pesa inabadilisha moyo. Hawa ni washahidi wangu. Kuna watu walikuja hapo wakiwa kule. Walipoinuka moyo ikafanya ikageuka. Kwa nini ulikuja hapa hata ukiwa huna kazi? Ukija hapa ulikuja maisha yakiwa mbaya. Umefika kiwango umepata kazi, maisha ni mazuri. Kwa nini udharau hawa? Sema nguvu ya pesa. Sema nguvu ya pesa. Pesa ina nguvu ya kupiganisha watu. Kuna watu wako kesi kotini kwa sababu ya pesa. Pesa. Bwana asifiwe. Nataka uangalie vile iko na nguvu. Na jinsi ya kumaliza pesa nguvu kwa Mkristo ni kuitoa kwa nyumba ya Mungu. Huwa tunaimaliza nguvu. Jinsi ya kumaliza pesa nguvu. Kuna wazee wako wakipataka mshahara ni wafani, anatoroka. Wamama wana maneno, watakuambia pastor, mzee wangu akipata pesa ndiye anakata yako. Akiisha pesa anakuwa present. Pesa ikija absent. So bibi yake anajua kama mzee akiwa na pesa na akiwa hana. Kama uko hapa ukiwa na pesa tu bila kuambia watu watakujua, ukiwa huna watakujua, ndio kama zako mwambie hiyo ni problem. Sema nguvu ya pesa. Nguvu ya pesa. Sema nguvu ya pesa. Pesa inaweza kukufanya ukatembea tofauti. Pesa itainua mikono yako, inua kifua yako. Pesa. Alafu ile hauna.
Biblia pia imeiweka kiwango moja na Mungu. Pesa na Mungu kiwango moja. Biblia inasema hauwezi ukatumikia mabwana wawili. Kwa hiyo pesa inaitwa nani? Bwana. Mungu wetu anaitwa nani? Bwana. Hata shetani anaitwa Bwana. Kwa kama sasa kumwambia hata shetani anaitwa Bwana. Lakini pesa inaitwa nini? Bwana. Kwa hiyo imewekwa kiwango moja na nani? Na unaambia mwezi ukatumikia mabwana wawili, maana pesa ni Bwana na Mungu ni Bwana. Amen. Tutafanyaje ili tusitumikie pesa? Tutafanyaje tusiongezwe na pesa? Tutafanyaje tusitii pesa? Maana pesa kwa Mkristo inapaswa kuwa mtumwa. Pesa kwa mikono ya Mkristo inapaswa kuwa a slave. Pesa inapaswa kuwa your slave. Slave anafanyishwa kazi. Slave anatumwa. Slave ako pale kufanya vile nataka. Hello? Naipata. Slave enda. Slave rudi. Slave kuja. Slave enda. Pesa inapaswa kuwa your slave. Na jinsi ya kuimarisha nguvu ya Bwana mpaka ikuwe slave ni madhabahu. Amen. Maana hata kuna watu wakuja leo kwa sababu kuna pesa alipata. Kuna pesa alipata. Angalia ukienda supermarket umekuwa na 5,000 kwa mfuko, sio? Ulikuwa umeenda kwa shopping ya 1,000. Lakini ukitoka Bienda ukisema nafanya shopping ya ngapi? Lakini kutoka kwa sina kwambia nini? Wewe ni slave ya pesa yako. Maana vile ulienda kutumia pesa ilipofika ile ikakwambia sio hivyo. Utafanya nini unataka? Ulia 5,000. Ukatumia 5,000. Pesa ni slave. Pesa inakufanya kuwa slave. Kuna watu hapa midomo yao imenyamaza sana. Lakini pesa ikija, midomo inakuwa mrefu sana. Pesa leo nimekuja kupatia siri. Jinsi ya kumaliza pesa nguvu ni kuitoa katika nyumba ya Mungu. Amen. Habili akaleta uzao wa kwanza mbele za Bwana. Tuende hapa. Kati yao watu wawili, wote wawili hawakutoa sadaka. Mmoja alitoa sadaka na mwingine alitoa dhabihu. Maana cha kuchinja sio sadaka. Cha kuchinja sio sadaka. Palipo na kuchinja lazima pako na madhabahu. Sadaka unaweza kutoa popote, lakini sacrifice hauwezi kutoa popote. Unahitaji madhabahu. Unahitaji madhabahu. Mwenye alitoa ya kuchinja alitoa sacrifice. Mwenye alitoa ya shambani alitoa sadaka. Nataka tuende pamoja na wewe. Amen. Sababu sote tutatoa, lakini kuna watu wanatoa tofauti. Haya, walipotoa nini ilifanyika? Jamaa alipata kibali. Sikiliza nikwambie, sio kila mara tukitoa pesa tunapata pesa. There is what you need and there is what you want. Always, when you go before God, anaangaliaga your need, anaangaliaga what you want. What you need. Kumbe Abeli alikuwa anahitaji kibali. Nasema kumbe Abeli alikuwa anahitaji kibali. Wapendwa, kila mara tunapotoa, leo kuna mtu atatoa hapa, mtoto yake atabadilika katika masomo. Kuna mtu atatoa hapa, mama yake apone. Kuna mtu atatoa hapa, mlango wa kazi ufunguke. Kila mara tunapotoa, tusikuage na nia katika ufalme wa Mungu ukipanda maharagwe au uvuni maharagwe. Sababu tunapanda by faith. So kwa nyumba ya Mungu utapanda maharagwe, utavuna mahindi. Kwa nyumba ya Mungu principle ya giving si ukipanda pesa unavuna pesa. Ukipanda pesa unavuna what you need.
Kuna watu tu mtatoa hapa, Mungu anaona hii tumbo imekusumbua sana. That's your need. Anadili na nini yako. Sasa unasema Mungu anatoa, maana Wakristo wengi hivyo ndio tulivyo. Tunapanda maragwe, tunangojea nini? Maragwe. Kuanzia leo badilisha mawazo yako. Panda, achia Mungu afanye maamuzi ya jawabu. Toa, achia Mungu afanye maamuzi. Angalie jamii yako. Unaweza toa na kumbe Mungu akimpie uvune kwa ndugu yako. Una ndugu yako mlevi sana. Hiyo wiki usikie simu aliachana na nini? Na ulevi, maana ulitoa ukavuna. Baada ya Abel kutoa, maisha yake ilibadilika. Kwa sababu kutoa huwa kunabadilisha maisha ya watu. Kibali, huyu jamaa akaanza kubarika, akaanza kubariki tofauti. Mwenye sadaka akaanza kuishi vibaya. Kama sasa mwambie unafaa kutoa sacrifice, mpaka yanebana na kwamba haisi vibaya. Kwa mtu mmoja hapa mtu akaisi vibaya. Bado hajatoa. Aliye karibu. Hao wote si watoto wa Shetani, hao wote ni watoto wa Mungu. Akaanza kuishi vibaya. Akaanza kuishi vibaya. Akakunja uso. Akakunja maisha yake. Akaamua kuua nani? Akaamua hii jamaa nitaua. Hii jamaa nitafanya nini? Nitaua. Sasa sikiliza. Mungu alimwambiaje? If you do what is right, there is doing what is right for church, and there is doing what is good. There is a big difference between good and right. And most of your friends are good friends, but they are not right friends. Most of the time you go na good things, you don't go with the right things. Because what Cain did was good. It was good, it was not evil. Haikuwa mbaya, it was good. But what Abel did was right. Nataka shift. Uache kufanya good things in the house of God and start doing what is right. And start doing what is right. Mungu akaona ukijana anasumbuka, ako na shida nyingi, ana furaha, ana nini. Anakamwambia brother, if you do what is right. So mwenye alikuwa anamsumbua ni Abel. What happened to Abel? Abel did what is right. Kwa hivyo akamwambia, even you my son, you can do what is right. Turn to your neighbor and tell him, neighbor, you can do what is right. Wewe wacheni mchezo watu wa Mombasa na starehe zenu msilete hapa kanisani. Kimbiza mtu mwambie you can do what is right. So Mungu alimjibu kwa njia nzuri, brother, you need to do what is right. Tell your neighbor you need to do what is right. Mrudie tena mwambie do what is right. Maana Mungu alimwambia if you do what is right, hata wewe utapata nini? Adam, here to tell you if you do what is right, utapanuka. Utaongezeka. It's a matter of doing what is right. Sio kukuja kuiga watu hapa. Sio kukuja kukopia watu hapa. Kwani hujachoka kuchukia watu kanisani? Kwani hujachoka hapa kazi yako tu kusoma watu kanisani? Kwani hujachoka kila mara ukiona mtu unaishi vibaya, akibadilisha kanguo unaishi vibaya? Utabebana hiyo mpaka ni just do what is right. Just do what is right. Let me tell you, kingdom principle, do what is right. Tosha peke yake, wacha compare na watu. Wacha sijui nini, wacha Mungu nifanyie kama ule. Hakuna vile utafanyiwa kama huyu. Ukitaka kufanywa kama ule, enda ufanye vile alifanya. Kazi ya watu hapa ndio copy paste. Sema copy paste. Mwimbaji anaimba vizuri ndio copy paste. Mtu anafanya vizuri udumu unataka copy paste. Hakuna kitu kama hiyo. You don't copy paste. Enda ufuatilie uone ni nini anafanya. Kuna sacrifice anafanya. That's why I'm here to tell you. Waimbaji, sacrifice to sing. Don't just sing. Don't
just give an offering of singing. Sacrifice. Go an extra mile. Serving God, you need to sacrifice. Amen. Your parents, our parents here are good example. Amen. Sijui kama unajua maisha ya Bishop Musili wewe, ama unakanga tunaye hapa. You need to sacrifice, because sacrifice iko mara mbili. We give sacrifice and we also sacrifice to serve God. Let me tell you, mtu yote ana sacrifice to serve God. Utapigana miaka yote, utawahi mwangusha. Hautawahi mwangusha. Hautawahi mwangusha. Hapana, ipa to sacrifice. Sacrifice ya kusukuso. Go an extra mile. Hapana, ipa maana watu wanakuja kuimba. Hapana, kuja kanisa maana sacrifice. Wacha yako iwe ni sacrifice. Mtu wa sadaka na sacrifice hawataenda njia moja. Hawatawaenda njia moja. Lakini wewe hauja sacrifice kuserve Mungu. Ndio mikono kila nani kwambia weka mikono juu. Sio mwili ya bwana mikono juu. Umekaa kaisa miaka ngapi? Hebu mwambie mwenzako umekaa miaka ngapi? Baka mtoto yako alimaliza PP1 mpaka ameenda mpaka grade 9. Ameshajua kuandika jina yake, ameshajua kila. Wewe bado mpaka leo utawahi kuinua mkono juu. Niangalie vizuri, niangalie vizuri. Mtoto mpaka amejua kuandika, mpaka amejua kusoma, amejua hizo. Hiyo miaka yote imekaa kaza mpaka leo hujawahi kuweka mkono juu. Mtu weka mkono juu. Watu wengi kwa nini naweka chini mkono juu? Mwaka wa ngapi? Mwaka wa 20 kazani. Watu ambao watu sacrifice ni mizigo. Inasumbua kanisani. Hao watu wenyewe wanatusumbua ni watu ambao they don't sacrifice. Wacha nikuambie. Kule Kericho 2007 tulikuwa na vita, sio? Nyumba zilikuwa zinaungua. Amen. Kuna watu walikuwa wanasikia nyumba zinaungua hawana shukrani. Maana iko kastul ndani peke yake. Anasema sio ndani yake. Lakini kuna mwingine, kuna watu wakipata majumba inaungua ama watu wanaibiwa inawaumiza na si hapo. Kuna watu vile hii maandamano huwa inafanywa wanapora. Kuna mtu akiwa kwa TV akiangalia roho yake nasikia maana ako na TV kwa nyumba, maana ako na duka, anajua duka yake ni milioni 2 imeweka hii duka, so what they are stealing is 2 million. Lakini kuna mtu akijanunua TV hata kipatana na mtu ameibiwa TV hiyo imsumbui. Inamsumbuaje na ajui bei ya TV? Kuna watu tu wanaongea careless kanisani kwa sababu hawajui karama ya sacrifice. Haujui? Ndio maana kazi yako ni ku-criticize watu kanisani. Kazi yako nataka kuweka watu chini. Kuanzia leo badilika kwa jina la Yesu. Hakia naiba badilika. Msalimie mwambie badilika. Mwambie tena do the right thing. Do the right thing. Ukiona mwenzako anaenda vibaya inakusumbua, maana unajua karama. Unajua karama. Ukiona kuna mtu kana kwamba anasita kanisani inakusumbua, maana unajua karama. Hawa watu wasiojua karama hawa ndio wanatusumbua makanisani, ndio wanarusha mawe. Natumai yuko hapo. Natumai yuko hapo. Sasa tuchukue hatua nyingine. Sacrifice iko na nguvu ya kucommunicate katika ulimwengu wa kiroho. Mpaka wa leo. Sikiliza. Habari alipotoa, nani alirespond? Nani aliongea? Nani aliachilia kibali? Baba yake? Ni nani aliachilia kibali? Abel alipotoa, alipata kibali. Hiyo kibali ilitoka wapi? So, inamaanisha what Abel gave ilisikika katika ulimwengu wa roho, na ulimwengu wa roho ukampatia kibali, ulimwengu wa roho ukaongea juu yake. Mpaka wa leo sacrifice iko na nguvu katika ulimwengu wa roho. Kwa nini Mungu wa sacrifice? Na yeye ni Mungu anatufunza kitu ya kwamba sacrifice iko na nguvu katika ulimwengu wa roho. Your giving is spiritual.
Your giving ina communicate na spirit world. Your giving inasababisha the spirit world to respond, to answer, to act. Unajawa na matendo ya kiroho, unajawa na miujiza. Hizi ni miujiza, maana kibali kutoka kwa Mungu sio mtu anakupatia. Hiyo ni miujiza. So every time na unapata kwamba watu wana sacrifice mama, watu wana sacrifice baba, shetani ndiye anakupatia. Shetani ndiye anakupatia. Bwana asifiwe. Sasa wacha nikuambie sasa. Tumesema sacrifice inasababisha ulimwengu wa kiroho unafanya nini? Una respond. Sasa nisikilize. Nguvu ya sacrifice. Sitaweza kurudi kwa maandiko nisome. Lakini Genesis chapter 25. Naweza kukutajia vitu ambavyo sacrifice inafanya alafu nimalize. Angalia nguvu ya sacrifice. Nguvu ya giving. Esau akaja Genesis 25 sijui 29 na kuendelea. Esau akaja akiwa na njaa sana, na njaa ya kukufa. Sawa sawa? Sawa sawa? Alio situnge na wewe. Sawa sawa? Akapatana na jamaa nyumbani anapika. Akamwambia, "Hii njaa niko nayo, mimi nitakufa. Sinipatie kitu." Akina Jacob ni watu werevu kiroho. Ndio kama sasa kumwambia kuwa mwerevu kiroho. Ndio kama sasa kumwambia kuwa mwerevu kiroho. Wewe ni mwerevu sana kimwili. Wewe ni mwerevu sana kimwili. Kuwa mwerevu kiroho. Kuna kitu Jacob amekuwa akitaka. Kuna kitu Jacob anajua, hii jamaa imenisumbua kwa sababu kuna kitu iko ndani. Hii jamaa ilitoka mbele yake kwa sababu kuna kitu iko ndani yake. Mimi naishi maisha baya kwa sababu huyu jamaa kuna kitu iko ndani yake, maisha yake ni mzuri. Akataka kuchukua hiyo kitu. Akamwambia, "Sikiliza, hakuna vitu ya bure dunia hii." Si watu wakuwe werevu kwa kuelewa nguvu ya kutoa. Yakobo alikuwa anajua nguvu ya kutoa. Akamwambia, "Sikiliza, hakuna kupewa bure wewe ndugu yangu. Fanya hivi. Na kupea unipe mzaliwa wa haki ya mzaliwa wa kwanza." Hebu niwaulize, haki ya mzaliwa wa kwanza ni rangi gani? Inafanana aje? Wangapi wamewaona mzaliwa wa kwanza, haki ya mzaliwa wa kwanza? Wangapi wamewaiona? Inakaa aje? Birthright. Inakaa aje? Iko na sura gani? Simuniongeleshe. Inafanana aje? Inafanana aje? Inaonekana? Haionekani. Lakini Yakobo akaitisha. Na Kenya anapeana kinaonekana, lakini Kenya anapeana kiko na nguvu katika ulimwengu usioonekana. Na Kenya anataka iko katika ulimwengu usioonekana. Sijui kama kuna mtu anaelewa. Unaelewa kwa nini anasema? Yeye anataka ugali na mboga ashibe. Yakobo ako nayo, lakini Yakobo anajua nguvu ya ugali na mboga katika ulimwengu wa kiroho. Amen. Yakobo anajua nguvu ya kutoa. Ukitoa utachukua Kenya kionekana. Akasema, "Mimi nataka hiyo Kenya kionekana." Hakusema nataka kukua Esau. Hakusema nipatie jina. Maana jina Esau ni ESU. Hiyo sikani. Asema nipatie haki ya mzaliwa. Na hiyo haionekani. Naye yule jamaa akasema, "Nikufe tu kwa sababu ya haki ya mzaliwa wa kwanza." Akasema, "Nipe chakula." Maandiko yanasema Yakobo alipompatia hiyo maneno yakaishia hapo. Kuna mahali Esau alisema chukua. Kuna mahali Esau alisema chukua. Hakuna. Yakobo alikuwa anatoa na understand. Mtoaji anapaswa kutoa na ufahamu wa hali ya juu sana. Haleluya. Mwenye alikuwa anajua Kenya anataka ionekane, yeye ndiye alikuwa anajua. Lakini mwenye alikuwa anapeana ajui. Na haukuhitaji kuniambia chukua, ulihitaji tu kupokea Kenya anapeana. Ukipeana mara moja ile kitu inahama. Wangapi wanakumbuka wakati rais ana exchange kwa rais mwingine? Wote gani amekuja amesimama nyuma ya Uhuru, si ndio? Wakisalimiana, akimpatia kisu, huyu anahama na nini? Wewe hiyo. Wakisalimiana hakuna shida.
Anapewa katiba sihamu. Anapewa mkia sihamu. Nini nyingine anapewa? Anapewa zote sihamu. Lakini sword, sema mamlaka. Sema mamlaka. Lakini akianza kushika sword, jamaa naye anaanza kutetemeka, hapa linatoka, hapa linatoka. Maana kile kinamweka hapa ni sword huyu Uhuru hapo ndani. Uhuru alipopesa alienda akapeana sword. Jamaa aliona sword. Akakuja nyuma yake akaenda mahali sword iko. Ni Uhuru alimwambia sasa napeana sword, enda huko. Uhuru alimwambia sasa napeana sword, enda huko. Hivyo ndio huwa inafanyika katika ulimwengu wa kiroho. When you are giving, vitu vina shift. Vitu vina shift. Na ndio maana niko hapa kukuambia giving ina transfer vitu. Mtu anaweza akatransfer maisha yako akaiweka kwa huyo. Sikiliza. Tuko na watu dunia hii hawaishi maisha yao. Maisha yao ilichukuliwa. Hawa wanamuziki wakubwa, unasikia Kenya wanafanyaje? Nasemekanaga wamepeana nafsi zao kwa shetani. Mwasikia kitu kama hiyo? Hebu niambie vile wanapeana. Niambie hiyo nafsi walichukua wapi? Wakapeana. It's a matter of agreement. Unakubali? Tutakufanya famous, tutakufanya hii, tutakufanya hii, tutakufanya hii. Akikubali hiyo yote mara moja, nafsi inafanya nini? Inachukuliwa. Sasa mtu anakontroliwa from here. Anakuja duniani anapata favor, anakubalika, anafanya vitu yote. Nasikia aliuza nini? Nafsi yake. Na nafsi yako ndio maisha yako ya ubinadamu. Akili yako iko kwa nafsi, mawazo yako iko kwa nafsi, hisia iko kwa nafsi, kupenda iko kwa nafsi, hasira, chuki, kila kitu iko kwa nafsi. Nafsi kienda ni wewe umeenda. Na leo nimekuja kutangaza watu wa ulimwengu wanajua nguvu ya kutoa, ku exchange life. What happened to Esau? Through giving, life ilitoka kwake kaingia kwa Yakobo. Amen. Sasa nisikilize. Vile life ya mzaliwa wa kwanza ilitoka kwa Esau kaingia kwa Yakobo, vitu zilianza kujiareki mapema. Ilianza kuchokora, ilianza kuprepare Rebecca. Hallelujah. Hallelujah. Ilianza kuprepare nani? Rebecca. Maisha ya Yakobo ikaanza badilika kwa jina la Yesu. Yeye alikuwa mzaliwa mdogo, sasa ni mdogo, lakini kwa nyumba yake mkubwa katika ulimwengu wa kiroho. Amen. Unaweza kuwa kimwili wewe ni mkubwa, lakini kiroho wewe ndio mdogo. Unaweza fikiria uko sawa, lakini katika ulimwengu wa kiroho ni maskini mkubwa sana. Amen. Maana giving ina transfer. Na mpaka wale watu wana transfer maisha za watu. Simu kuna watu na Mombasa hapo wanaitwa Taira. Najua watu wanaitwa Taira. Mnawajua? Kwani mataira ni nini? Ama mnawaita kitu ya majini? Mnawaita hivyo? Hii ni life ya mtu imechukuliwa. Huyu mtoto hakuzaliwa hivyo, lakini katika kuzaliwa kwake ndio life ilitolewa. Sasa kinakaa pale kinamwaga mate. Ndio unapata kimtoto kinamwaga mate, lakini kinachungwa kama nini? Kinamwaga mate. Hicho ndio kinasababisha watu hapa wanaishi vizuri. Walimwengu wanajua hivyo. Ndio tuko na watu wengi muishi maisha yenu, mnaishi maisha ambayo sio yako, maana mtu alienda akatoa ikatolewa kwako. So number one, sacrifice in a transfer life. Amen. People can transfer your life. People can transfer vitu kutoka kwako wakajiwekea. Na ndio maana kuna mtu anafanya kitu nasema mimi ndio nilipaswa kufanya hii. Life ilishaenda. Kila mara ukiona mtu anafanya vitu zenye anafanya ni wewe unasema haya. Hakika mtu anafanya kitu life ilienda huko. Life yako ni hii unaiona. Na hivyo ndio Yakobo akachukua nini? Haki ya mzaliwa wa kwanza. Tuendelee. Tukuje chapter 27. Isaka akasema mimi nataka kukufa, lakini kabla sijakufa Esau kuja hapa. Enda uniandalie chakula kama vile huwa ninape. Rebeka akafanya nini? Akasikia. Akachukua Yakobo, akamwambia kijana hapo,
hapa hautakitwa. Bwana asifiwe. Akamwandaa hii process yote. Jacob was risking. Jacob alisacrifice life yake. Alisacrifice kulaaniwa. Aliambiaje mama yake? Mama, hivi vitu nikifanya nitafanya nini? Kalaaniwa. Mama akasemaje? Laana na ilikuchie mimi. Even the mother alisacrifice kulaaniwa, lakini akasema mtoto lazima aendelee. Tuko na watu wanaenda baharini, tuko na watu wanaenda kwa uchawi. They are ready to sacrifice to destroy you. They are ready to sacrifice to take it. Mama na kijana wameamua hii tunachukua. Mama na kijana wameamua hii tunachukua. Huyu kijana hapana, hii kitu haimwende, hii tunachukua. Na wamejua nguvu ya kuchukua ni kutoa. Yakobo akapelekea baba nini? Ile chakula. Baba akamwambia, sogea mwanangu, ile nifanye nini? Nikubariki. Nile nikubariki. Alipompea mara moja, akamwekelea mkono, akaanza kuongea vitu, akaanza kutransfer. Utakuwa. Na through that giving akamchukua Esau akamweka chini yake. Nani aliambia Isaka Yakobo kuna vitu alichukua kwa Esau? Nobody knows. Hiki kimzee akitoki kwa nyumba. Ni wale wanakaaga bedroom tu. Hakuna kitu kingine wako na wanangojea kukufa peke yake. Nani alimwambia Esau alinyang'anywa mzaliwa wa hajui, lakini amechukua tayari Esau akamweka chini ya Yakobo. Akamwambia wewe utatumikia ndugu yako. Nataka tusome mahali Esau anaongea. 27. Nataka tusome hapo. Genesis 27. Hebu tusome hapo maana kuna kitu ya maana sana. Sikia vile Esau alifanya alipokuja. Genesis 27 verses what? 34. Genesis 27:34. Inasema hivi, sikia. Genesis 27:34. Esau aliposikia maneno ya baba yake, akalia kilio kikubwa cha uchungu sana. Akamwambia babaye, nibariki na mimi nami, baba yangu. 35. Akasema, nduguyo amekuja kwa hila. Ndugu yako kuja kwa uongo, kuja kwa ukweli, kuja kwa njia yote, sema nguvu ya kutoka. Sema nguvu ya kutoka. Ndugu yako amekuja kwa hila, lakini Kenya amefanya si cha ujinga. Akamwambia ndugu yako amekuja kwa hila, akafanya nini? Akachukua, akafanya nini? Hebu niambie ni wapi Yakobo aliingia kwa baba yake akaanza kuchukua vitu? Kuna mahali uliona Yakobo akichukua? Yakobo alipewa. Yakobo amechukua. Halo. Nani alimpea? Baba ndiye alimwambia songea karibu nile nikubariki. Na baba ndiye aliongea hiyo maneno kwa kijana. Aliongea yote. Kwa hivyo kwa njia nyingine Isaka anatuinterpretia ni kuchukua. Yakobo alichukua. So point, giving, sacrifice itakusababisha uchukue. Hiyo inamaanisha kwamba watu wanachukua turuki. Watu wanatoa wachukue. Nasema tena, nikitoa Kigiriama ningesema nao. Watu wanatoa ili wachukue. Isaka akasema ndugu yako amekuja kwa hila, amechukua. Amechukua. Kumaanisha kwamba watu wanatoa ili wachukue. Watatoa wachukue kazi yako. Watatoa wachukue vitu yako. Watatoa wachukue vitu. Leo nimekuja kuambia simuelewe nguvu ya kutoa. Watu wanatoa ili wachukue. Ndugu yako amekuja kwa hila na amefanya nini? Amechukua. Sikiliza. Amechukua baraka zako. Mstari wa 36. Esau akasema, "Je, hakuitwa nani? Yakobo ama hakuitwa mjanja?" Sawa sawa. Sikia pia Esau anaongea maneno ya kiroho. Esau akasema aje? Hakuitwa nani? Akasema, "Je, hakuitwa Yakobo kwa haki? Maana amejitia mahala pangu." Namba 2, watu wanatoa kujiweka. Watu wanatoa kujiweka by force. Esau anasema amejitia.
hajawekwa, amejiweka. Wacha nikwambie lugha rahisi. Amefanya nini? Ndio kama zako mwambie watu wanatoa kujiweka. Wewe endelea kukaa hapo na maombi. Unasikia hapa kama kuna mtu ni kuomba naomba? Unafikiria hapa wako kesha? Sio kila kitu ni kesha. Funguka akili kwa jina la Yesu. Amen. Nasema funguka akili. Jua vitu vya kuombea na jua vitu ambavyo si vya kuombea. Amen. Jua vitu vya kuombea na jua vitu vyenye si vya kuombea. Nasikia mtu hapa akiomba kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Najiweka nafasi yake, najiweka, nafunga 10 days, najiweka. Hapa hakuna cha kuomba, hapa hakuna kufunga, hapa ni kutoa. Nguvu ya kutoa. Esau anasemaje? Amejiweka kwa position yangu. Watu wanaweza wakajiweka kwa position yako, ukabaki pale ukiwaona kwa position yako. Kazi nikutuambiaga tu. Kama Mungu alikuwa anataka ikuwe yangu itakuwa yangu. Ashachukua. Wacha kutuletea ujinga. Ashachukua. Kama ilikuwa yangu itakuwa yangu. Mungu anakupea wewe chunga. Mungu ndio tunasema pia Mungu anakupea wewe protect. Mungu anaprotect, wewe protect. Bali tunasema shika sana ulicho. Mungu anakushikia maana wewe unashika. Ndio kama zako mwambie kuanzia leo usijue kushika vitu yako. Ndio kama zako mwambie usijue kushika vitu yako. Hello? 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 Ndio kama zako mwambie endelea kuzubaa na kuomba kila kitu utatolewa na watajiweka. Na mwenye atajiweka ni mwenye anakuchukia. Sasa jaribu kupiga hesabu anayekuchukia ya kwa position yako. Utakufa na unaendelea. Mbona unataka kutapika haifanyi chochote. Utakuwa na mbona hapa weka jina na mtu kwa position yako. Mtu alijiweka kwa kutoa, wewe unakuja kumtoa kwa kuomba kafukafu. Wewe wacha zako bwana wewe. Wacha zako wewe. Ndio maana Januari tuliza baba na mtoka position yako. Enda umuulize alijiweka aje. Kama alijiweka kwa kuomba, kama alijiweka kwa kuomba, utamfungua kwa kuomba. Kama alijiweka kwa kutoa, kuja toa. Amen. Kuja toa. Amen. Kuja toa. Useme Baba, alitoa kwa madhabahu mbaya, akajiweka nafasi yangu. Na mimi Mungu nasongea kwa madhabahu yangu. Ninatoa kumtoa. Haleluya. Leo nataka kuanza na kuendelea. Toa watoe kwa position yako. Mungu yoyote kama alipako, enda toa, umtoe. Maana toa. Watu wanatoa. Toa. Ndio kama kama ndio naelewa vinatolewa. Utamshukuru msaada wako unatolewa wewe. Wewe unaelewa vinatolewa. Unashangaa kijamaa kinafuta sigara, umekiombea lakini hakitikisiki. Kimesimama. Maana kilitoa kutoa. Labda nataka kurudisha na maombi. Hiyo barabara sikia maombi. Ni vizuri sana ujue adui yako vile anakupiga. Maana kwa ufalme hizo silaha ziko nazo. Ni mzuri ujue vile mnapiga. Akifunga kukupiga, funga kukupiga. Amen. Akikufungia kukuweka chini, enda funga kuchinua tu. Akitoa kukupiga, enda utoe kukupiga. Amen. Sema sacrifice. Amenitia mahala. Yakobo amefanya nini? Amenitia mahala pangu. Mara ngapi? Mara ngapi? So Esau anakumbuka kumbe huyu jamaa sikumpea nikumpea. Alijiweka kwa nafasi yangu. Alijiweka. Sasa saa zile imeenda ndio jamaa kinaerefuka. Ndio kama zaka mwambie kataa kuerefuka saa ile imeenda. Ndio kama zaka sema mwambie kataa kuerefuka saa ile imeshachukuliwa. Na mama yake akamwambia, Yakobo, fanya hivi, toka hapa. Kwenda katika usigara hapa sasa. Wewe hata ukienda hakuna shida, sina shida, wewe utafaulu. Sasa sioni yani wewe kama nataka hapo kibali.
Ndio kuna watu wanaharibu watu na wanaenda kama. Wanaendelea. Kazi yako tu ni kuona kama matokeo ya kuishi kwa ng'ombe. Naam, anajenga nyumba, anawaga huko kwa mtu akupe nafasi yako kuchukuliwa. Naombi yako itachukuliwa. Amen. Naombi itachukuliwa. Sema naombi mtanipoa na mtajiweka. Amejitia mahali pangu mara ngapi? Mara mbili. Alichukua haki yangu. Sasa Esau anaungana na baba yake. Anasema alichukua, nilichukua hata yeye kumbe alichukua. Kumbe nilichukua vichukua. Esau, hebu tuambie alichukua aje? Kuna mahali alikunyang'anya. Kuna mahali alimpea. Kuna mahali alikuwa ameweka akachukua. Lakini sasa ndio nimerefuka. Nimepata elimu, nimejua nikuchukua alichukua. Nafikiri nimekuelimisha. Pengine kabla haijaenda. Nafikiri sasa nimekuelimisha pengine kabla haijaenda. Haitatolewa. Amen. Vitu vingine zichungeni, zipe security na dini. Amen. Sasa inamaanisha toa na sababu, toa na maana. Kama nitakwambia toa na sababu, toa na maana. Kuanzia leo patia sadaka yako maana. Kwa nini unatoa? Amen. Au kama sasa mwambie hata kutoa sadaka, acha kutoa sadaka. Kama sasa mwambie wachana na hiyo. Wachana na hiyo. Tafutia sadaka yako chini. Tafutia sadaka yako maana. Kwa nini natoa? Amen. Kwa nini nasema tutoe sacrifice? Hatutoe sacrifice kwa sababu ya dhambi zetu na makosa yetu. Mtu anatoa sacrifice kwa sababu ya kitu chake. Mimi ni mali ya Mungu. Biblia inasema hivi. Alinunua kwa bei damu ya Yesu. Amen. So Mungu alitoa Yesu kwa nini? Ili ni kuweka tajiri? No. Mungu alitoa Yesu ili ni kuweka tajiri. John 3:16. Mungu alitoa Yesu ili alipata. Maana mimi ni wa Mungu. So kwa sababu mimi ni wa Mungu, Mungu alitoa kwa ajili yangu. Pesa ni ya Mungu ama ni yako? Pesa ni ya Mungu ama ni yako? Bibi ni ya Mungu ama ni yako? Bwana ni ya Mungu ama ni yako? Biashara ni ya Mungu ama ni yako? Afya ni ya Mungu ama ni yako? Wakati kama ukitolea bibi yako, tolea bibi yako hata wewe. Mungu alitolea kitu yake, alitolea mwanadamu. Mungu hawezi toa uwe tajiri. Yesu hakukuja tukue matajiri. Yesu alikuja tusamehewe dhambi. Kenye kilimleta Yesu duniani ni dhambi ya mwanadamu, si umaskini. Maana hata kabla Yesu kuja matajiri walikuwa. Kabla Yesu kuja matajiri walikuwa, watu walikuwa na pesa. Sasa hakuna vile Yesu alikuja ndio tuwe matajiri. Matajiri walikuwa hapo. Hata aliyechukua kwenda kumfika alikuwa tajiri. Alikuwa hajakufa. Sasa ninakuja kukuambia Mungu akiwa na biashara na mimi atatoa kwa ajili yangu. Atatoa kwa ajili yangu. Lakini mambo yote inaitanishwa na mimi, mambo yangu, kitu yangu. Sasa ni mimi nichukue karama ya kutoa kwa ajili ya kitu yangu. Chochote ni yangu, nahitaji kutoa kwa ajili ya kitu nipate. Chochote unataka kupata, toa ili upate. Toa kwa ajili ya kupata kazi. Toa. Mungu alikuwa na watoto wangapi? Mungu alikuwa na watoto wangapi? Lakini alikuwa anatutaka. Hakuna njia nyingine. Ni ile peke yake niko nayo, nitatoa maana nataka nini? Tokea mwenzako mwambie toa kwa ajili ya vitu unataka. Toa kwa ajili ya vitu unataka. Ya mwisho. Akina baba waliangamiza manabii sana. Wakawaua kina Obadia, mambo mengine mengi. Ikaleta wasiwasi. Hao watu walisumbua Elijah. Hao watu walisumbua Elijah. Elijah ni powerful, ni wa Mungu. Lakini kuna vitu walikuwa hajui. Walikuwa hajui mambo ya sacrifice. Lakini bado hiyo vitu walikuwa wanafanya. Jezebel alipatiza hii jamaa. Jezebel alisumbua hii jamaa. Maana Jezebel alitoa kwa sababu ya manabii. Maana manabii wanaume walikuwa wanakula kwa meza yake. Ni kwa sababu alikuwa anajua jinsi ya kuwashika. Ikafika mahali Elijah akapata revelation. It should be 1 Kings chapter 18. Akapata revelation akasema hapa sacrifice versus
sacrifice. Altar versus, wanasema twendeni juu, tusema twende juu. Na kama nataka kumwambia hivi, nataka usikie usipeleke kwa madhabahu. Alipigana akasema I'm a mighty man of God, I'm a powerful man of God. Kuna zingine si powerful, si mambo na powerful. Oh, unajua mimi naomba sana, kuna zingine si kuomba sana. Oh, unajua mimi praise and worship church, kuna zingine si praise and worship. Si title, kuna wengine nataka madhabahu, nataka sacrifice. Amen. Elijah akajua Syria ni nini? Akakwenda juu. Akawaambia fanyeni hivi, toeni ng'ombe, jengeni madhabahu yenu, twende kazi. Sipigi mtu, kila mtu ajenge madhabahu. Wakajenga madhabahu yao, wakatoa nini? Kumaanisha ulimwengu wa giza pia utatoa sacrifice kukushinda wewe. Walikuwa wanatoa sacrifice ya kuprove a point. Atakaye jibu ndio Mungu. So hata wao wanatoa ile mwenye jibu ni Mungu. Na ndio maana unaona Ukristo tunadharauliwa, tunafiakiwa. Maana wanasema angalia vile tunaishi vizuri, nguvu ya sacrifice yenye tunatoa, sisi tunabaki tunasema Mungu. Nyumba yangu nzuri iko mbinguni, samaki yangu nzuri iko mbinguni, gari yangu, samaki ziko duniani zinafanya nini? Magari nzuri duniani zinafanya nini? Nyumba nzuri duniani inafanya nini? Unaona wewe uko na shida wewe. Utuambiani nyumba nzuri iko mbinguni na hapa nyali na nyumba ni mazuri ya kwamba yanafanya nini hapa? Kazi kusukuma wiki kwa nyumba, ukijitiaka kwa mbinguni chakula kuku. Ni basi gani nasema mbinguni tunakuku? Amen. Basi gani nasema mbinguni tunakuku? Hapa tunateswa mbona mbinguni tunashiriki. Mwili ya duniani na mwili ya mbinguni ni tofauti. Mwili ya duniani ipatie vitu vyake. Ukienda mbinguni mwili hiyo utapatiwa vitu vyake. Amen. Mbinguni hakuna soda. Kama mtu sasa iko damu ya Yesu. Afadhali tuambie iko damu ya Yesu. Sawa, kataa soda. Maana soda yako wapi? Shetani ashindwe. Halafu walevi. Watu hawajui Mungu ndio wanaringa na hizo masoda. Wanasema wanatoa msijareka sipokuja soda tunakuja kwa. Ya. Ndio kama sasa mwambie ya. Chanuka, ndio kama sasa mwambie chanuka kama Elijah. Wakati wanachanuka kuanzia leo. Wakati wanachanuka kuanzia leo. Sema kuanzia leo mtaniweza. Sasa ninasema maana najua unaomba. Sasa ongeza sacrifice sasa. Ndio kama sasa kumfanyia mwambie ongeza sacrifice sasa. Mwambie ongeza sacrifice. Kama ni kuomba na jua unaomba, unafunga, mwambie sasa ongeza. Mwambie ongeza. Sio nisaidie kumwambia ongeza. Mwambie ongeza. Mwambie ongeza. Mwambie ongeza sacrifice. Hallelujah. Elijah akawapeleka choka, sema nimechoka kujipigania. Akasema Mungu mwenye atajibu kwa moto ndio nani? Mungu aliposhuka alishuka kwa Elijah. Alishuka kwa kichwa Elijah. Alishuka kwa prayers Elijah. Alishuka mahali Elijah aliweka sacrifice. Alishuka mahali Elijah aliweka. Kumbe saa zingine Mungu ashukaga kwako. Atashuka kwa action yako. Haujasikia vile nimesema? Kumbe saa zingine Mungu akija hakuji kwako, anakuja mahali watu wanashindana na wewe huko. Ajiprove yeye. Maana mashindano yalikuwa kwa Elijah. Mashindano yalikuwa Mungu ambaye ni wa kweli atajibu kwa hizo madhabahu. Mahali kuna competition, tolea dhabihu. Mungu aende approve mambo yetu. Wangapi wanasikiaga ya kwamba wanasiasa huenda kuchukua spiritual powers? Unajua hiyo? Wangapi wanasema huyu hapa na roho nguvu za giza? Okay, hata sisi tunaweza kuchukua nguvu za Mungu basi. Through sacrifice.
because sacrifice will give you confidence. Sacrifice will give you power. Wale wenye ulikuwa unaogopa, sacrifice itasababisha usiogope. Elijah akasema hata kama mmoja kasitoroke. Hivi chote Elijah alikuwa anasema nguvu ya sacrifice. Sema nguvu ya sacrifice. Aliwa 850. Aliwa aje? Sema nguvu ya sacrifice. Pale penye ulishindwa, pale penye ulisumbuliwa, sacrifice itakurudisha hapo na mauti. Sacrifice itakurudisha hapo na mauti. Ikamleta Elijah. Baada ya hiyo Elijah akasema hata kama wewe kasitoroka. Sasa najaribu kuimagine vile alikuwa anapanga Elijah kati kichwa. Na anaona anakata kichwa, akamaliza kukata kichwa anaenda, anapeana kichwa na sema power ya sacrifice. Sacrifice will weaken your enemies. Sacrifice will weaken your enemies. Kale kabosi kalikuwa na kimbelembele, sio ndio kanyamazisha hiyo mdogo. Hawa watu wanapoteshanishia maji. Sio ndio wanyamazisha. Nasikia bosi hapa anakuuliza. Kwa nini wachelewa? Unajua ni chako au sawa. Hata unajibiza. Yeye anaongea kama nani? Anaongea mabaya bwana leo ongea sacrifice. Nilifunga hiyo mdomo. Kwa kama sababu mwambie nafunga mdomo ya watu. Mwambie kibelembele ya watu enda funga na sacrifice. Imalize ya mwisho Balak. Sema Balak. It should be Numbers 23. 21, 22, 23. Balak alihisi wivu kwa sababu wale wa Israeli wanafanya vizuri na akaogopa watamweza. Lakini akasema tafanyaje hao watu niwapige, niwaondoe na niwaweze. Akasema nitatafutiwa mtu. Akatumana kwa Balaam. Balaam alipokuja chapter 23 verse 1. Balaam alimwambia hawa watu wanani wake mdomo. Hawa watu wanani wake na declarations. Hawa watu wanani na confessions. Hawa watu hawalaaniwi na Baba katika jina la Yesu Bwana. Hawa watu hawalaaniwi na mimi na Baba. Wengine mnaokana naomba David ndio shetani asikie kile anasema. Sio kila masaa utapotea msituni kwa shetani. Balak akamwambia hii. Hawa watu wa roho hawa watu wa Mungu. Hawezi laani hivi. Fanya hivi. You need to give. Akamwambia nijenge madhabahu 7. Toa kondoo ngapi? 7. Toa ng'ombe ngapi? 7. Alafu niongee itafanya kazi. Yaani watu wanatoa kuharibu watu. Watu wanatoa kuharibu watu na inaendelea mpaka leo. Wewe mwana wa simu nafikiria walimshika wakampelekea mganga mwalimu. Walimshika wakampelekea mganga mwalimu. Walienda wakafanya nini? Wakatoa, wakaambia nataka aruke kichwa. Jamaa karuka kichwa. Watu wanatoa kuharibu watu. Balak alitaka wamalizwe nguvu ili awatoe. Watu sikiliza, mtu anaweza akatoa akachukua idea zako. Idea za biashara zinaweza kukulewa. Namba 2, mtu anaweza akatoa upendo yako ya biashara. Mtu anaweza akatoa bidii. Bidii inafanana na bidii ni rangi gani? Chochote ambayo ipo na ionekane, hiyo ni spirit. Chochote ambayo iko na haionekani. Sauti yangu ni rangi gani? Sauti yangu ni rangi gani? Maneno ni roho. Chochote iko na ionekane, hiyo ni vitu ya roho. Hiyo ni vitu ya ulimwengu wa roho. Mtu anaweza akatoa akachukua bidii yako. Mtu anaweza akatoa akakufanya mjinga wa kazi yako. Asubuhi tu, asubuhi hapa jana askofu alikuwa ananielezea jinsi ambavyo kuna mtu alitoa akafanya mwingine kuwa nini? Mjinga. Na hizo vitu zinatendeka hapa. Kwani kuweka mtu kwa mfuko ni kufanya nini? Mabibia kama kwa mfuko Bwana unataka mabibia. Ameweka Bwana nani kwa mfuko? Wakati mwasikia kitu kama hiyo. Iko Mombasa. Watu wanaweka kwa mfuko. Wanaweka kwa aje? Wanaweka kwa aje? So unaweza enda kwa weke mtu wapi? Ukikoa anakuja. Na ulimwengu anajua kutumia hiyo. Na inafanya kazi. Wale tukopi. Situchukueni tuifanyishe kazi.
Ukiona bwana yako upendo inatoka toka kumrudisha. Utakuja kukuliana. Unaonekana mzee wako wacha kuja kulia. Wakikuja waambia kwenda toa kurudisha. Maana kuna mtu alitoa akaitoa. Ndio mzee kuangalia hivi anaona kila kitu kimewekwa. Kuangalia hivi anaona watu. Ndio sura ya watu. Mungu awache ujinga. Penda toa hata wewe. Mungu katika jina la Yesu hii sadaka ninatoa kwa sababu ya mwenye alienda akatoa akachukua upendo wa Mungu wangu. Ninatoa kuirudisha. Amen. Mbona mzee analega kukupenda? Toa kupende. Wale hawafanyi? Hawaendi kutoa ndio wapende, nataka nipende. Juzi kwangu kanisani. Kuna mtu aliniletea chai. Eti kumbe amekuwa akitamani, amekuwa akitaka. Sasa akaleta chai, akawa ameiwekea vitu zenye alienda kutoa huko akaweka ndani. Na hiyo chai ilikuwa mzito. Hiyo chai ilikuwa mzito yao. Nani leo ukifungua hivi harufu na kamalaki. Harufu ilijaa kwa ofisi yangu nasema bwana lakini roho akaniambia siku hiyo chai. Sana bana. Na tena. Sasa nilikuwa najiuliza kwa kwa ndio kama sasa kwa mbele vitu vinafanyika. Ndio kama sasa kwa mbele vitu vinafanyika. Sasa mimi sasa bila kazi kwa mtaniruhusu kutoka. Mimi nataka kutoka. Sitaweza kuendelea. Kuna kitu umejifunza? Kuna kitu umejifunza? Amen. Na kipepo kimetoka hapo? Amen. Sema kipepo kimechika kimetoka. Unaona kuna mtu anakuja kwa kazi, bila anakuongelesha na kuanga na kifua kubwa sana. Maana anajua kazi ya kufanya. Tutaona mahali unaenda. Tutaona. Wacha tuone kama utamaliza hii mwezi. Tutaona. Ona kila watu wanaongea bure. Kila mara ukiona mtu anakuongelesha vibaya, anaongea na ujasiri na uhakika sana. Ujue behind maneno yake anajua kile ataenda kufanya. Amen. Yes. Because tu maneno kwa mtu hawezi kuwa na uhakika na mpaka anaambia watu wote wataona. Ikifika mwezi wa 11 ataimba, atajua hata waicheza na mimi tena. Sababu anajua kile anaenda. Watu wanafuatishana maneno yao. Luke 23 verses 23. Biblia inasema wakapaza sauti zao wakisema asulubishwe, aachiliwe Baraba. Haikufanya kazi. Verses 23 inasema wakapaza sauti zao kwa nguvu, wakaenda wakaongeza nguvu. Mara ya kwanza walikuwa wanapaza mdomo kavu. Mdomo kavu akasema hii tukiongea na mdomo haitafanya kazi. We need some powers. Biblia inasema wakapaza sauti zao kwa nguvu, na Biblia inasema na sauti zao zikashinda. Sijui umeelewa vile nimesema? Na sauti zao zikafanya. Na ukiamza zako mwambie sauti ya maadui zako inaweza ikashinda kwako. Na sauti yao iliposhinda, Baraba alifanya nini? Aliachiliwa. Yesu alifanya nini? Alisulubishwa. Kuna watu ukisikia vile wanaongea na nguvu. Hawaongei na mdomo. Hiyo maneno yao behind kuna powers zinawasukuma kusema hivi. Sio kama kuna mtu amenisikia. Sio kama kuna mtu amesikia. Sijui ni kesi mko nayo, wanataka kunyang'anya shamba. Lawyer atawakula pesa mpaka lini? Simtoe. Utoe hiyo kesi kwa mioyo ya watu wakose kupita kotini. Wanaenda siku ya kwanza hawakuja. Ndio waambia hiyo kesi kuisha, chukueni shamba yenu. Simple. Ndio kama sawa, yes, simple. Rais tu na mdai. Rais. Kijana, umependa au kwa msichana? Au umependa na roho yote? Kata na kucheza, katolee. Unakaendea hivi kanapita hivi. Unakaendea hivi kanapita hivi. Hapo umeenda mapisho kameomba na wewe kanapita. Kampone. Kampone uone kama kanatoka kwa njia yako. Unakaendea kakwambia unasemaje kwa Mungu. Haya nataka nitoe nafikiri tumepitisha masaa ya video. Haya nataka nitoe. Nitaomba leo